Ni wakati mwingine wa The Pharmacist Show wiki hii. Nikukaribishe uungane nami katika show yetu ya wiki hii, na ikiwa ni show ya mwisho wa mwaka. Moja kwa moja tunaanzia katika kipengele cha Je, wajua? Je, wajua kwamba usalama wa dawa yako unaanza na wewe mtumiaji? Nikiwa na maanisha ya kwamba usalama wa dawa yako unaanza kwa wewe mtumiaji ni wakati unapoinunua ile dawa yako. Je, umehakikisha usalama wake? Mahala unapoinunua dawa yako ni mahala sahihi pa kuuza hiyo dawa? Lakini pia kipindi unapotaka kwenda kuihifadhi hiyo dawa yako ama kuitunza hiyo dawa yako wakati wa matumizi. Lakini pia usalama wako pindi unapoitumia hiyo dawa. Usichukulie poa katika segment yetu ile ya usalama wa dawa. Usichukulie poa usalama wa dawa yako, kwani ikiwa dawa yako si salama katika matumizi yake, inaweza ikakuletea madhara tofauti. Pia hakikisha usichukulie poa pindi unaponunua ile dawa yako. Utahakikisha vipi usalama wa dawa yako ili usichukulie poa? Kwanza kabisa, pindi unaponunua dawa yako, hakikisha mahala unaponunua dawa yako ni sahihi, kama vile maduka yaliyosajiliwa ya madawa, hospitali na kadhalika. Hapo ni miongoni mwa maeneo sahihi ya kuhakikisha kwamba dawa ninayochukua ni salama. Lakini pia penda kuthibitisha kwamba dawa ninayonunua imesajiliwa na Mamlaka ya Dawa na Tiba Tanzania, ambayo ni TMDA, Tanzanian Medicine and Drug Authority. Lakini pia kipindi unanunua dawa yako, hakikisha usichukulie poa kutokutizama expired date ama mwisho wa matumizi ya ile dawa. Hii ni ndani ya box. Leo ndani ya boksi tutadadavua aina mojawapo ya dawa, haswa zile dawa za watoto ambazo zipo katika fomu ya poda ama fomu ya ile tunaita chenga nyembamba sana, ambazo ziko in form of poda. Hizi dawa zinatumika kutibu magonjwa tofauti. Kuna Panado ambayo iko katika fomu ya poda, lakini pia kuna dawa za antibiotic ambazo zipo katika fomu ya poda. Dawa hizi zote zipo katika fomu moja. Sasa leo kwenye za ndani zaidi tunataka tutizame namna sahihi ya kuitunza hii dawa, lakini pia namna sahihi ya kuichanganya hii dawa, lakini pia tutatizama namna sahihi ya matumizi ya hii dawa. Kwanza kabisa tunatakiwa tufahamu dawa ikiwa katika fomu ya poda inapelekea ama inaashiria dawa yetu itakapochanganywa na maji, basi inapoteza nguvu kwa kipindi cha muda fulani. Kwanza kabisa, hakikisha dawa yako unapoinunua iko salama katika fomu ya poda, iko ina rangi moja, lakini tizama pia expired date yake. Lakini pia namna sahihi ya kuichanganya hii dawa na maji. Ile chupa inakuwa ina mstari mkubwa pale juu. Ule mstari ndo mwisho wa kuweka maji yako. Hakikisha maji unayotumia ni maji safi na salama. Kama unashindwa kununua ya dukani, basi yachemshe maji yako. Baada ya kuyachemsha, yaache yapoe. Baada ya kupoa, yachuje, kisha yatumie katika kuchanganya dawa hii. Dawa hii utachanganya kwa kufuata step 3. Step ya kwanza, ile chupa yako unatakiwa kwanza utizame mwisho wa ukomo wa maji, ule mstari wa juu pale. Unapoanza kuweka kimiminika katika dawa yako, weka kimiminika mpaka kifike nusu. Yaani weka nusu ya maji katika ile chupa yako. Baada ya kuweka nusu, itikise vizuri. Funga na uitikise vizuri. Kisha rudia tena, weka nusu ya pili. Ukishaweka nusu ya pili, ifie kwenye ule ama ifike katika ule mstari wa juu pale. Kisha itikise vizuri. Hapo utakuwa umechanganya dawa yako kwa usahihi. Kitaalamu tunaita geometric mixing ama tumefanya mixing kwa kutumia potion. Pia
usichukulie poa, ama hakikisha unapoenda kuhifadhi dawa yako ni eneo sahihi. Dawa hii haitakiwi kuhifadhiwa katika sehemu ambazo kuna mwangaza wa jua moja kwa moja. Wengi tunahifadhi dawa zetu katika madirisha, ambapo mwanga unaziathiri zile dawa na kubadilisha ufanisi wake ama kubadilisha lengo la ile dawa. Lakini pia hakikisha unapoihifadhi hiyo dawa yako, ama tunapohifadhi hiyo dawa, hususan wakina mama, maana ndio wenye watoto, wahakikishe dawa wanapohifadhi temperature ama joto la chumba kile isizidi degree 25. Lakini baada ya kuichanganya na maji pia dawa yako, hakikisha hauitumii zaidi ya wiki 2 ama siku 14, kwa sababu ukishaichanganya na maji kitaalamu inaitwa recent preparation. Kwa hiyo recent preparation inakuwa stable ama inakuwa salama zaidi kwa matumizi ndani ya wiki 2. Kwa hiyo usitumie wiki 2 ukahifadhi ukategemea utakuja kutumia kwa mtoto mwingine. Hapana. Bana, hizi ni za ndani zaidi, tukiwa tunaendelea na mada yetu ile ile ya namna sahihi ama usalama wa dawa hususani kwa watoto. Bana, kuna za ndani zaidi. Tafiti zinaonyesha wamama wengi ama dawa nyingi za watoto wanapokuwa wanazihifadhi, wamama huwa wanakosea namna ya kuzihifadhi, hususani katika majumba yetu. Tunazihifadhi dawa jikoni, tunazihifadhi dawa karibu na sources of heat ama chanzo cha moto, tunazihifadhi dawa katika madirisha ambapo sio sahihi. Bana, tafiti hizi zinasema kwamba pia dawa hizo baada ya kuhifadhiwa kwa kutokuzingatia usalama inapelekea pia watoto wetu kutokupata matibabu sahihi. Hakikisha basi unatufuatilia ili kuweza kupata elimu zaidi. Lakini pia tuna neno la wiki. Neno la wiki kwa wiki hii tunaachana kwa kusema kwamba usalama wa dawa unaanza na wewe mgonjwa. Hakikisha usalama wa dawa yako kabla ya kuinunua, baada ya kuinunua, wakati wa kuihifadhi, lakini pia pindi unapoitumia, haswa kwa kuitikisa. Kama ni dawa ya maji kwa watoto, itikise vizuri kabla ya kuitumia. Mwisho wa kipindi chetu cha leo, ni washukuru sana, lakini pia tukiwa tunamalizia kipindi chetu cha leo, hakika ni maandalizi ya kipindi chetu kijacho. Usisite kutufuatilia katika peji zetu mbalimbali za Instagram, YouTube pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Lakini pia kumbuka kulike, kucomment, kushare, lakini pia usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele hapo juu ili uweze kupata notification kwa ajili ya vipindi vijavyo. Asanteni.